tambua kile anachokifanya mwenzako na kibariki. Ukija hapa tambua ninachokifanya mimi, kibariki. Neema nilio nayo Mungu amenipa neema hii ni kutumikie. Kwa hiyo huwezi kusema kwamba neema ya bosi kwenye kiwanda chako sio neema ya kuhani. Unakuja hapa ukiwa bosi kwenye shirika lako fulani kubwa, lakini ukija hapa wewe si kuhani. Hujapewa neema kusimamia watu na kuwatumikia. Ukijiingiza huko utafanya kama unavyofanya kwenye shirika lako, na hapa ni kanisani. Utavuruga. Hapa kanisani tunakupa jukumu kulingana na tulivyoona una neema kwenye jambo fulani. Tunakupa jukumu ili fanye jambo hili kanisani kwa jinsi unavyoweza. Yesu asifiwe. Kwa jinsi unavyoweza, na unafanya kwa moyo, una uwezo mkubwa. Haleluya. Una uwezo mkubwa. Haleluya. Kila mmoja wetu katika kanisa ana uwezo kusimama vizuri, tenda upate kibali. Katika kanisa tenda upate kibali. Haleluya. Katika familia tenda mambo mazuri upate kibali. Haleluya. Katika jamii tenda mambo mema upate kibali. Usio na tabia kuchafua watu kwa magenge mtaani, kwa magenge katika makundi unachafua watu eti wapate kibali. Mtu anapata kibali kwa utendaji wake mzuri. Haleluya. Mtu anapata kibali kwa utendaji wake mzuri. Haleluya. Mahali popote katika nchi yako tenda vitu vizuri ili upate kibali. Yesu asifiwe. Yesu asifiwe. Mtu akiacha kutenda yaliyo mazuri kwa nafasi yake, hutaka kutafuta kuchafua watu ili nafasi za wale watu ambao walikuwa nazo Mungu alizowapa, ili anatafuta yeye aweze hasa na uwezi. Nafasi zozote ambazo watu wanazo Mungu amewapa yeye. Kwa hiyo unapoenda kugusa nafasi hizo na kutana mkono wa Mungu ulioweka pale. Haleluya. Ndio maana hata maandiko yanasema heshimu mwenye mamlaka. Hakuna mamlaka isiyotoka kwa Mungu. Heshimu mtu mahali popote aliko kwenye mji, mpaka kwenye mji wake uwezi. Ndio maana tunapoenda kwenye miji ya watu, umetoka kwenye jumba la ghorofa lakini unaenda kwenye nyumba ya tembe, unaenda hodi, asipofungua uwezi kuingia. Asipofungua, umetoka jumba la ghorofa lakini unaenda kwenye nyumba ya mtu ya tembe ya nyasi kijijini, wewe umetoka uzunguni huko, hodi. Kama utafungua utaondoka unasema umewakosa, lakini wako ndani wamelala hajafungua. Kwa hiyo kila mtu anaheshimika kwa nafasi yake. Kila Mungu anatambua kwa nafasi. Alafu vile vile usitafute nafasi ya juu kama huna uwezo huo. Kuna mtu anatafuta nafasi ya juu wakati uwezo wenyewe hana. Ndio maana Mungu anaposema Mungu niinue, huwa anaangalia ni kipi ambacho unakifanya ili wewe uinuliwe. Na ukikosa sifa ndio inakuja hapo tena. Unaanza kutafuta kununua watu wa kupandishe. Hasa na kununua na watu wa kupandishe, Mungu anaweza kafieka mikono yao uliokuwa unatafuta wa kushika kupandishe. Utapandishwa na nani? Kitu rahisi, nyenyekee Mungu, tena Mungu anavyokuelekeza ili Mungu akuinue. Anasema yeye huinua chini akakatisha pamoja na wakuu. Lakini sio vigenge vya kipuzi mtani. Watu wengi wamepoteza direction duniani kwa kutafuta kuchafua watu, kutafuta nafasi za juu wakati hawana uwezo. Unainuliwa kwa utendaji wako na Mungu. Hivi unajua Mungu hutangaza watu kwenye mioyo ya watu kwamba huyu anafaa. Unapofanya jambo ambalo linafaa kwenye kanisa, ni kuweke kwenye nafasi fulani, Roho wa Mungu atasema na mimi kwa kuangalia utendaji wako. Sawa? Amen. Lakini ukiona mtu anatembea huko kwenye mitoko, anatembea kwa mwenzake, mwambie usilete tena, mzabue kabisa. Asikuletee ukoma. Mwambie usilete ukoma hapa. Mimi niko kwa nafasi yangu na Mungu ataninua kwa nafasi yangu. Haleluya. Haleluya. Yesu asifiwe. Wengi wamekosa direction. Na wengi wamekosa baraka za Mungu na sifa mbele za Mungu.
Nyumba za ibada ni kipimo cha aina yake, hali ya juu sana. Unaelewa? Nyumba za ibada, unapokuja hapa, tafuta kumlingana Mungu, kumtafuta Mungu. Ukiwa na cheo chochote na nyumba yote ibada unapoingia, nenda kuabudu, mtafute Mungu. Mungu anaangalia mioyo. Usiingie hapo unasema na mabega yako ni bosi. Unapoingia hapa, mtumishi wa Mungu ameweka yuko juu yako, ndio bosi kwako, na Yesu Kristo ndio bosi mkuu. Sasa unapokuja hapa, unataka, wengi wameshindwa kuabudu, unataka atambuliwe. Tambuliwa kwenye makundi mengine, apigiwa makofi, lakini kanisani nenda ukiwa moyo wako unamtafuta nani? Unavyopigia makofi wewe shuka, sema tena ogopa. Kanisani tunampigia makofi Yesu Kristo Bwana. Haleluya. Amen. Ndio maana hata tumeangalia waheshimiwa wengi katika dunia, viongozi wakuu ambao wanajua nafasi ya Mungu katika nyumba za ibada, wanapoenda wamenyenyekea kabisa. Wanaenda kwa nyumba za ibada wamenyenyekea. Pale huwezi kupita tunampigia saluti. Anataka mpigie saluti mheshimiwa mkuu aliyempa madaraka. Amen. Umekuwa tajiri mkubwa, mheshimiwa aliyekupa. Ndio maana yeye mwenyewe Yesu Kristo Bwana anaitwa ni mfalme wa wafalme. Yaani mfalme wa wafalme wote duniani. Ni Bwana wa mabwana. Watu wote wenye vichenchi vyao, wote yuko chini, wako chini yao. Utatetemeka na utabudu kwa kutetemeka na utalia sana, utatetemeka mbele za Bwana. Wataomba kukuona kwenye ofisi yako kwa kutetemeka, lakini ukija kwa mheshimiwa Yesu Kristo Bwana, utatetemeka mbele zake. Bwana mabwana, mfalme wa mfalme, Mungu mwenye nguvu, Bwana wa majeshi. Tapigiwa saluti na majeshi yote, lakini ukifika kwa yeye ndo anasema ni Bwana wa mabwana, Bwana wa majeshi. Majeshi yote ya wanadamu na ya malaika na yanasarenda mbele yake. Kwa hiyo mwanadamu mwenye chochote kwa Mungu huwa tunasarenda, ili mioyo yetu imlingane nani? Mungu. Haleluya. Yesu asifiwe. Utatumia kigezo chochote. Wanasema ukaka ni handsome, huyu dada ni beauty. Tukifika kwa Mungu, yeye ndio aliyefinyinga kwa mikono yake kwa udongo wake. Kwa hiyo ukifika hapo tukisema tunabudu, hakuna cha beautiful sister, hakuna cha handsome brother, hapana. Wote tunatetemeka mbele za Mungu. Na kufundisha uweze kuelewa hivi vitu. Haleluya. Yesu asifiwe. Haleluya. Simamia nafasi yako vizuri kiutendaji. Yaani nakupa hili lizingatie sana. Una haja wakati mwingine, yaani utendaji wako unajikampeni wenyewe, unakusemea. Ndio maana hata ukifa, kuna mtu mmoja katika maandiko, Dorcas, amekufa lakini bado matendo yake yanaishi. Unasema kweli utumzike? Hapana, tumzike. Ameshakufa, alafu alikuwa ni mtu wa kawaida katika nyumba ya ibada. Elewa haya maneno. Alikuwa ni mtu wa kawaida kabisa katika nyumba ya ibada. Lakini matendo yake yalikuwa yanaongea. Hazungumzi mtume yeyote hapa. Hakuna mtume aliyekufa alafu wakasema jamani, hawakulia hivyo kwa Petro. Lakini huyu, nataka nikwambie kwamba simama kwa nafasi yako, wala mtu yote asikuletee cheo chake katika nyumba ya ibada. Sababu kila mtu anawakilishwa na utendaji wake. Dorcas kafa. Wanasema jamani, tunamzika kweli Dorcas? Wanamonyesha Petro kanzu, mazulia, vitu alivyokuwa anafanya, ana support injili, utendaji. Hasa wanasema tumzike kweli. Petro akakosa jibu, akaingia mahali yaliko lazo maiti kwenye kitanda. Kapiga magoti, kalia, kaomba, akasema Mungu, unaona watu wanavyodai kazi za huyu Dorcas. Kakainuka kadada, ambia Dorcas inuka basi. Mungu kamuinua, lakini kilichokuwa kinagombaniwa pale ni nini? Utendaji kazi wake. Kazi alizofanya. Hasa unakuta watu nyumba za ibada kampeni.
Kila siku ukienda makazini huko tata wapewa nafasi juu kwa makampeni, kwa marushwa. Utendaji wako kupe nafasi nzuri. Utendaji wako kuinue katika jamii. Utendaji kazi wako kuinue katika maeneo ya siasa. Ndio maana wengine wanakuja hana sifa mpaka anadanganywa na shirikina huko. Ukileta ganja la albino unapata na shinda. Hamna, ni uongo. Uongo. Utendaji wako nakupa kibali. Haleluya. Sio mwaga damu ya mbuzi wala ya binadamu wala ya chochote. Wala sio uchanjwe. Wala mwaga damu ya mtu mwingine afanikiwe. No. Utendaji wako unakupa kibali. Utendaji wako unakupa kibali. Haleluya. Haleluya. Hii ndio msimamo wa Mungu. Anainua watu kihalali. Huyu ndiye Mungu anainua watu kihalali. Unainuliwa kihalali. Na kanisani tunakufundisha hivyo. Usitoe marushwa ili upandishwe cheo. Usiwaseme wenzako vibaya ili upandishwe cheo, kutafuta nafasi fulani. Pana, unaingia kwenye laana, ndio unakataliwa kabisa. Kosa kibali kabisa. Kanisani usiseme mwenzako kwenye kwaya, kwenye maombi, alafu unapokuwa mtumishi, hebu tengenezwa. Sio mwana kwaya domo chafu linaongea. Unasema mwana maombi domo chafu linanuka kwa maneno. Tuombe na hiki. Unawasema watu kwanza, alafu naambia tumuombe. Hayo ni maombi kweli au mauaji? Umemkatakata na mapanga maneno. Alafu baadaye tumo. Unasema tumisha Mungu ovyo. Alafu baadaye tuombe tu Mungu mwenyewe, tuombe tu. Unatembea na ukoma. Unatembea na ukoma. Tunapokuja kanisani hapa, tumezungumza shule hapa, tunasema nimekuja mahitaji, nilikuwa mgonjwa, nilikuwa nataka watoto, nilikuwa. Mungu anapotufungua ametutendea, ametuponya. Sasa tujifunze maono ya mtumishi wa Mungu. Ujifunze maono ili uyasapoti. Usipojifunza maono utaendelea kuleta ujanja wako wa mtaani kanisani. Wengi wamekuwa mzigo, kero kwa nyumba za ibada kwa kutokujua maono ya watumishi wa Mungu. Haleluya. Ulifika hapo kujua maono yangu, ulikuwa na shida zako, baada ya kuponywa sasa support maono. Fanya kazi, ndio maana nimewafundisha mnafanya kazi, mnaviwana, nasema sikuwa hivi, Mungu amenibariki, Mungu amenitendea hivi. Sasa weka bidii sasa, support maono. Na unapo support maono, jifunze, uelewe maono aliona mtumishi wa Mungu. Usikuta unaanza na ropoka tunasema huyu hapa, zile hakuna chochote. Na chochote mbona nikuja hapa mikono kichwani. Sasa hivi kwenda kuelewa mtumishi wa Mungu, jifunze maono alionayo. Haleluya. Jifunze maono alionayo. Na mimi naangalia sasa kumweka mtu nafasi kwa kanisa, lazima nijue maono yake. Ameelewa maono alionayo. Hata kama ni mpiga shushairi, ameelewa maono yangu, atafaa kukufundisha ili uelewe maono yangu. Amen. Unanielewa? Amen. Unanielewa? Sio mtu ananiambia na masters zako hujaelewa maono yangu. Wewe tumika kwa jinsi Mungu anavyokuwezesha kusupport huduma. Lakini ukisimama hapa utatupa yale uliofundishwa sayansi. Kaanza kutuambia, jamani unajua mwanadamu kutokana na nyani tupu. Nyani tupu, na waambia kweli. Yaani nasoma research, nyani tupu. Sisi hapa madhabahuni tunasema mwanadamu nyani tupu. Tunafundisha kwamba mwanadamu ni wa thamani, ameumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu. Heshimu tu watu. Heshimu tu watu. Jali mwanadamu, mheshimu mwanadamu. Yuko mjini, yuko vijijini, ni mweusi, ni mweupe, heshimu. Ana sura na kuja mbele kama nenda jua, mheshimu. Anavyotembea ule uhai unawakilisha uungu wa Mungu ndani yake. Kini sura ya uhai ndani yake ni Mungu. Haleluya. Haleluya. Lakini sio hapa mtumishi nimempita elimu sana. Nakwambia nataka niwafundishe siku moja mweze kuelewa wanadamu wote ni nyani tu. Sasa tukupi nafasi ya madhabahuni hapa. Ila kanisani unatakiwa uje uendelee kujifunza, uendelee kumwabudu Mungu, uendelee kusupport. Hapa ni Yesu peke yake tunataka tumpe heshima yake.